بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani kwenye kitabu chetu kisemacho An-Nabiy sallallahu alayhi wasallama fi Ramadhan. Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani, sawa na hali ambazo tumo ndanimo au nyakati ambazo tumo ndanimo, tuko katika 10 la mwisho la Ramadhani. Kumbe ni vyema ikiwa kwamba tutakwenda moja kwa moja kwenye kikao cha 21, kikao cha 21 kutokana na hali ambazo tumo ndanimo. Kikao hiki cha 21 chasema An-Nabiy sallallahu alayhi wasallama fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Mtume alayhi salatu wasalam kunako 10 hili la mwisho la Ramadhani. Hadithi ya Aisha, radhi za Allah zimkute huko alipo, anatusimulia ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kana idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahla, kwamba ilipokuwa ikiingia hizi siku 10 za mwisho, anakaza vibwebwe vyake, anakaza vikoi vyake, misuli nakazwa, anakesha usiku wote mzima akiwa katika ibada, na wake zake pia alikuwa akiwaamsha kwa ajili ya kufanya ibada. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Hadithi adhim, hadithi ambayo imejawa na faida nyingi sana ndani yake. Anasema mtunzi, idha dakhalat alayka al-ashr al-awakhir min Ramadana fashudd al-mi'zara bil-ijtihad fi al-ibada. Zitakapokukuta 10 hizi za mwisho za Ramadhani, kaza nguo zako, kaza vikoi vyako kwa kufanya juhudi ndani ya ibada kunako hili 10 la mwisho. Zidisha juhudi, li'annahu sallallahu alayhi wasallama yashuddu al-mi'zara fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa akikaza vikoi vyake kunako 10 hili la mwisho la Ramadhani, masiku 10 haya ya mwisho wa Ramadhani. وقد قال النووي رحمة الله علينا وعليه في معنى شد المئزر. Imam an-Nawawi, mmoja katika wanazuoni wa Kishafii, Allah aturehemu naye pia mrehemu, amesema kunako neno hili la kukaza kikoi, faqila huwa al-ijtihad fi al-ibadati ziyadatan ala aadatihi sallallahu alayhi wasallama fi ghayrihi wa ma'nahu at-tashmir fi al-ibadat. Maana hili neno yani ni juhudi katika ibada zaidi ya siku zake za kawaida Mtume alayhi salatu wasalam, kunako zaidi ya mazoea yake kunako siku zingine. Na maana ya hili neno shaddul mi'zar, maana yake at-tashmiru fil ibadat, yani ni kukunja nguo, kukaza katika ibada. Yuqalu, watu wa lugha wanasema, shaddatu li hadha al-amri mi'zari, nimikunjia kikoi changu hii kazi, hili jambo nimelikunjia kikoi.
Hivi ndivyo Arabu wanavyotumia. Sisi kwa nyumbani tunasema nimeikunjia nguo. Yani hii kazi nimeikunjia nguo. Au kwa wale ashabul maakulati kama tunavyosema, watu wa milo. Anakuambia hii pilau ya leo nimeikunjia nguo kabisa. Maana yake anaonesha ni kiasi gani alivyojiandaa kwa ajili ya hicho kitu. Ai tashamnartu lahu wa tafarraghtu, bimaana nimejiandaa, nimekunja nguo ipasavyo ili kuingia katika ibada na kuitekeleza ipasavyo. Waqila huwa kinayatu an i'tizali an-nisa'i lilijtighali bil ibadati. Wengine wanazoona wakasema maana yake ni fumbo, ni kinaya, ni fumbo ya kuonesha kwamba kumi hili la mwisho alikuwa akijitenga mbali na wakeze kwa sababu ya kujishughulisha na ibada. Zote hizo zinakubali, hizo tafsiri zote wala hazipingani. Jambo la pili anasema Sheikh, ijtahidi fil ibadati fil ashr al awakhir akthara min al ijtihadi fi ghayriha. Jitahidi kunako ibada ndani ya masiku 10 haya ya mwisho zaidi kuliko ijtihada zako unazozifanya kwenye siku zingine. Wa akthir min at-ta'ati min salatin wa dhikrin wa tasbihin. Na ukithirishe mambo ya taa, mambo ya khairi, sala za sunna, sali kwa sana, dhikri, tasbihati, kumsabihi Allah, kumtaja Allah kwa wingi. Akthir, kithirisha. Wa takbirin wa tahlilin wa tahmidin, hivyo hivyo na kumtukuza Allah, kusema Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahlilin, na kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wa tahmidin, kusema alhamdulillah, alhamdulillah. Watu wazidishe adhkari kwa wingi. Kuna dua moja au kuna dhikri moja ambayo Mtume alayhi salatu wassalam anasema kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani. Maneno mawili mepesi kuyatamka kwenye ulimi, mazito kwenye mizani ya mja siku ya kiyama, yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno gani? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Mwanadamu kithirisha hata ya maneno kila wakati ukiwa peke yako, ikato ukimdhukuru Allah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Dhikri zitakuja kukulainishia moyo wako na kujikuta unaelekea kwa Allah. Wa qira'ati Qur'anin wa ghayriha min at-ta'ati, kithirisha kuisoma Qur'ani, hivyo hivyo na mambo mengine katika mambo ya taa. Fataqarrab ila Allah bitilka al-ibadati mutaassiyan bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, jikurubishe kwa Allah kwa hizo ibada ukimuiga Mtume alayhi salatu wasalam, kama jinsi tulivyoona katika hadithi yetu hiyo au katika hadithi nyingine ya Imam Muslim. Kwanza hadithi tuliyotaja hapo kabla, kalimatani khafifatani ala lisani, hadithi imepokea Bukhari na Muslim. Ama hadithi yetu nyingine bi Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi, rawahu Muslim. Kwa Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa akifanya juhudi kubwa ndani ya Ramadhani katika masiku 10 ya mwisho, juhudi ambayo alikuwa haifanyi katika siku zingine. Na ikaja kwa Imamu Tirmidhi
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها يعني katika usiku mengine. اعلم أن الليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة عند بعض أهل العلم. Elewa ya kwamba siku 10 hizi za mwisho za ndani ya Ramadhani ni bora katika mausiku ya mwaka wote mzima, kama jinsi ilivyokuja kwa baadhi ya wana wa ilmu. Fa'atan bihadhihi al-ashr al-awakhir min Ramadhana, jihitamu, jihimize na hizi siku 10 za mwisho za Ramadhani. Waqad qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wa ashru dhil hijjati afdalu min ghairihi layalihi wa ayamihi, kwamba siku 10 za Dhulhijja ni bora kuliko siku zingine mausiku na mchana pia. Waqad yuqal, husemwa, layali al-ashr al-akhir min Ramadana afdal. Wengine wanasema kwamba 10 la mwisho la Ramadhani mausiku yake ndiyo bora. Wa ayamu tilka afdal, kisha mchana wa siku 10 za Dhulhijja ndio bora. Bimaana usiku wa 10 la mwisho la Ramadhani ni bora kuliko mausiku yote yanayopatikana katika mwaka. Mchana wa siku 10 za Dhulhijja ni bora kuliko siku zingine zote au michana yote mingine ambayo ipo. Jambo lingine, mima yadullu ala fadli layali al-ashr al-awakhir min shahri Ramadan, kinachoonesha ubora wa hizi siku 10 mausiku ya 10 la mwisho la Ramadhani, anna fiha lailatul qadr, kwamba ndani ya yale mausiku ya mwisho panapatikana ndanimo lailatul qadr, usiku wenye cheo, usiku wa makadara, fi witri al-ashr al-awakhir, katika idadi isiyogawikana 2 ndani ya 10 la mwisho la Ramadhani. Fa idha itakafta fi awwal shahri Ramadana, utakapoingia itikafu kunako mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, wa wasati Ramadana au kati ya Ramadhan, fa'udila li'itikafi fil 'ashr al-awakhir, basi 10 la mwisho pia rudi tena itikafu. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwa sababu mbora wa viumbe Mtume alayhi salatu wasalamu usema, inni uritu lailatul qadri, hakika mimi nimeonyeshwa usiku wa lailatul qadri, wa inni nasituha au unsituha, na mimi nimeusahau au nimesahaulishwa, bimaana nasahau ni usiku wa tarehe ngapi. Faltamisuha fil 'ashr al-awakhir min kulli witrin, basi utafuteni usiku huo katika 10 la mwisho kwenye kila idadi isiyogawika na 2. Wa inni uritu inni asjudu fi ma'in wa tinin, na nimeonyeshwa ya kwamba ninasujudia kwenye maji na tope, bimaana ishara ya kuonesha kwamba panakuwepo hali kama ya kamvua hivyo. Faman kana atakafa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam falyarji, ambaye alikuwa ameingia itikafu na mtume huko kabla, kwenye mwanzo au 10 la mwanzo la Ramadhani au 10 la pili, kisha akaondoka akienda, falyarji, basi arejee pia katika itikafu hili 10 la mwisho. Qala, akasema mpokezi, faraja'na wa ma nara fi as-sama'i qaza'a, bimaana tukarejea na wala hatukuona mbinguni kitu chochote. Qaza'a kama anavyosema wafasiri
hiya alqita'atu arraqiqatu min as-sahabi, ni kipande chepesi, kilaini chepesi ambacho kinakuwa kipo angani kwenye mawingu. Kuna wakati mtu unapotazama juu unaona kama vile kibaka fulani hivyo. Sasa hali yote hiyo haikuwepo. Akasema mpokezi, wajaati sahabatun, basi wimbi likaja, pakaja mawingu. Famutirna hatta sala saqful masjid, tukanyeshelezewa na mvua ikapiga hadi ikatiririkia kupita katika mabati ya msikiti, katika bati. Na zama hizo dari za masjid walikuwa kitengeneza katika makuti yani. Na ndio anasema wakana min jaridi nakhli, mabati yao wao wamekuwa mitengenezea kwa makuti ya mitende. Wa uqimatis sala, sala ikasimamishwa. Faraitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin, nikamwona mtume alayhi salatu wasalam akisujudia kwenye maji na tope kutokana na kale kamvua kalionyesha. Akasema mpokezi, hata raaitu athara at-tin fi jabhatihi, hadi nikaona athari za tope katika paja lake la uso. Hadithi imepokea Imam Muslim. Anasema Sheikh, shamir ila fi'li ta'ati fil 10 al-awakhir tashmiran 'aziman taqarruban ila Allah ta'ala. Kaza vibwebwe, kaza mavazi yako, jitume katika ibada, ingia katika kufanya taa moja kwa moja katika 10 hizi za mwisho. Kaza kabisa ukweli uliotimia kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'asiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kumuiga mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hadithi ya Ali kwamba mtume alayhi salatu wasalam kana yuqidhu ahlahu fil 10 al-awakhir, mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiamsha wake zake katika 10 hili la mwisho. Wa yarfa'u al-mi'zara, na kikoi chake anakiinua, yani anakikaza ipasavyo. Rawahu Ahmad. Sheikh anaendelea kusema ihtamma biqiyam al-10 al-awakhir min Ramadan, jihitamu na visimamo vya 10 hili la mwisho ndani ya Ramadhani, kutokana na hadithi ya Ubadah ibn Samit kwamba mtume alayhi salatu wasalam kasema lailatul qadri fil 10 al-bawaqi, lailatul qadri inapatikana katika 10 linalobaki, yani 10 la mwisho. Man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna, ambaye atakaye diriki hizo 10 za mwisho na kuzisimama ndanimo, huku akitafuta malipo ikhlas ndani ya hizo 10, fa inna Allaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi, hakika Allah humsamehe yale yaliyotangulia kunako madhambi yake, wama taakhara, na yale pia madhambi ambayo bado ni yenye kuchelewa, yani ambayo bado hayajatendwa. Wa hiya lailatu witrin, nao ni usiku wa idadi isiyogawika na 2. إما 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. Inaweza ikawa ni hapa aliposema 9, usifasiri kwa maana ya 9 unajua 9 yani, la, hapa maana yake tariki 21 au 7 bimaana tariki 23 au 5 au siku ya tariki 25 au 3 au siku ya tariki 27 au akhiri lailatin au mwisho wa usiku bimaana usiku wa tariki 29.
ndo maana hizi neno 90 70 5 3. Hadithi amepokea Imam Ahmad rahimahullah, na wahaqiqi wa musnad Imam Ahmad wakasema isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini. Mapokezi ya hii hadithi sanadi yake ni sahihi kwa sharti ya Bukhari na Muslim. Waislam, juhudi zizidi katika 10 hili la mwisho la Ramadhani. Allah tuwafikishe tusikosi Lailatul Qadr. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.